Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imeendeleza operesheni yake maalum huko nchini Ukraine, wakati huu ikifanya mashambulizi makubwa zaidi. Urusi imezindua mashambulizi makubwa ya ndege zisizokuwa na rubani pamoja na makombora dhidi ya Ukraine. Karibu katika kila wilaya huko Kiev, chini ya kila meya ameliita shambulizi hilo kuwa ni shambulizi kubwa la ndege zisizo na rubani pamoja na makombora. Hii ilifanyika kuanzia Ijumaa asubuhi hadi mchana, hali ambayo imesababisha watu zaidi ya sita kuuawa na wengine 35 kujeruhiwa vibaya. Mashambulizi hayo yanatajwa kwamba ni mashambulizi mazito mno kuwahi kufanyika wakati huu. Wakazi katika mji wa Kiev waliamshwa na milipuko iliyotanda angani usiku, huku mamia ya ndege zisizo na rubani na makombora yakinyesha kwenye mji mkuu huo. Moto ulizuka katika kila wilaya, huku mawimbi mengi ya mashambulizi ya Warusi yakionekana, Urusi ikishambulia mji huo na kuwalazimisha watu kukusanyika katika mitaa iliyojaa vifusi nje ya majengo ya ghorofa yaliyoharibiwa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema takribani ndege 430 zisizokuwa na rubani na makombora 18 yalirushwa na kuacha mashimo katika majengo ya miinuko mirefu. Mwanamke mjamzito na watoto kadhaa walikuwa kati ya makumi ya waliojeruhiwa, wafanyakazi wa dharura walithibitisha. Wakati mashambulizi mengine yalilenga Kiev, bandari ya kusini ya Odessa na mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv pia yalipigwa na majeruhi kadhaa yakiripotiwa katika mikoa yote miwili. Hata hivyo, baadhi ya wanahabari hasa wa magharibi wanasema hiki ni kichaa cha Putin kufanya mashambulizi haya mazito. Wafanyakazi wa dharura walikimbia kufika maeneo hayo, lakini ukubwa wa mashambulizi ya mabomu ulifanya iwe vigumu kujibu kila mahali kwa wakati, na hali hii ilienda hadi usiku, na ilikuwa ni wakati mbaya zaidi katika vita vya siku za hivi karibuni katika miaka 4 katika operation hii ya kijeshi inayofanywa na Urusi huko nchini Ukraine. Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema ilishambulia vituo vya nishati vya Ukraine na maeneo ya utengenezaji wa silaha kwa kile ilichokiita silaha za usahihi wa hali ya juu, ikidai kuwa mashambulizi hayo yalikuwa ya kulipiza kisasi mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi. Kiev imeongeza operesheni zake za masafa marefu za ndege zisizokuwa na rubani ndani kabisa mwa ardhi ya Urusi, ikilenga vinu vya kusafisha mafuta, bohari na mabomba ili kudhoofisha kile wachambuzi wanasema kuwa chanzo kikuu cha fedha kwa Moscow kwa ajili ya vita hivyo. Siku ya Ijumaa, bandari katika bahari Nyeusi ya Urusi ya Novorossiysk iliripotiwa kusitisha usafirishaji wa mafuta kufuatia shambulizi la ndege isiyokuwa na rubani la Ukraine, na hivyo kuzidisha mvutano kati ya pande hizo mbili. Juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Marekani kumaliza mzozo mkubwa zaidi wa ardhi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia hadi sasa havijaleta mafanikio yoyote. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump hajakata tamaa kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin, na inadaiwa kwamba itawezekana kukutana Budapest huko Hungary ikiwa Moscow itaashiria nia ya kweli ya kusitisha mashambulizi yake. Urusi mara kadhaa kupitia wanadiplomasia wake wamekuwa wakieleza kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin yupo tayari kwa ajili ya mazungumzo hayo, na anaamini mazungumzo hayo ndio yatakayoleta tija katika kumaliza vita. Kremlin ilieleza kwamba mashambulizi yanayofanywa sasa na Urusi ni katika kuhakikisha rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky mwenyewe amue kufanya mazungumzo ya kumaliza vita hivyo vilivyodumu kwa miaka 4. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wameeleza kwamba mashambulizi haya huenda yakaibua mambo mengine zaidi kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.